tumepita katika kipindi kigumu sana, na kipindi hiki ili kuamka kuanza kazi kwa upana wa nchi na maeneo mengine kinahitaji rasilimali. Kwa niombe Watanzania kote nchini kuichangia Chadema kupitia njia rasmi za uchangiaji wa chama za ngazi mbalimbali kwenye ngazi zetu za chama, na kwa ngazi ya taifa tumekwisha tangaza siku mara kwa mara akaunti za chama, namba za chama. Kwa kweli tunahitaji rasilimali kwa sababu ya mapito ambayo tumepitia. Lakini kuna jambo la pili, Watanzania ni vyema wakakumbuka kwamba kwa sababu Chadema hakijihusisha kabisa na uchaguzi mkuu wa mwaka unaoitwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kutokana na msimamo wetu wa no reforms no election. Manake vile vile Chadema sasa hivi haipokei hata shilingi moja ya ruzuku ya kutoka serikalini. Na kwa kuwa Chadema haipokei hata shilingi moja ya ruzuku ya uendeshaji wa chama kutoka serikalini, niombe Watanzania tunapokuwa tumefungua leo shughuli za kisiasa za chama ngazi ya taifa na ngazi zote, mfahamu kwamba jukumu la kuifanya Chadema iendelee na kazi, jukumu la kufanya Chadema iendelee kutimiza wajibu wake, Chadema ambayo ina imani kubwa ya Watanzania, ni jukumu la Watanzania wote, wanachama wote wa Chadema na Watanzania wote kwa ujumla. Tushirikiane kuiendesha Chadema ili Chadema iweze sasa kutimiza yale ambayo Mwenyezi Mungu ameipangia. Kwa nihitimishe tu kwa kuwashukuru sana jopo la mawakili wakiongozwa na wakili Inshallah na wakili Mpoki, wanachama waliokuwa mahakamani, bodi ya wadhamini ambayo pamoja na magumu imesimama kwa sababu ndio ilikuwa inabeba nyaraka za chama mahakamani. Kwa kweli tunawashukuru, na Watanzania wote waliotuunga mkono kwa hali na mali na waliotuombea kwa Mwenyezi Mungu. Hatimaye leo tuna furaha ya kuwa huru kuendelea na mapambano ya haki. Asanteni sana.